Hujambo mfuatiliaji na karibu kwenye GCTV, chombo chako cha habari kinachokupeperushia matangazo ya mtandaoni kutoka Afrika Kusini, Johannesburg. Msomaji wa taarifa zenyewe na Tazuberali, ambatana nami tukahabarike. Na kabla ya kwenda kiundani zaidi, tuanze kwanza na muktasari wa habari zenyewe. Maandamano yaliyofanywa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyama pinzani yalitikiwa kwa wito mkubwa, huku wapinzani wakishukuru wananchi. Nchi ya Marekani yawekea vikwazo makamanda kadhaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na migogoro inayoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Vikwazo tu vinatosha. Vikwazo ambao wanawekewa ni vikwazo ya kusema hawawezi wakatoka mahali ambapo wanapokuwa wanaenda nje ya nchi. Na wasiwasi watanda kwa mashirika ya kirahia huko tarafani Fizi, Kivu ya Kusini. Hayo na mengine ni katika taarifa ya habari kutoka GCTV. Habari kamili. Kila ifikapo Alhamisi mjini Kalemi, wananchi wanaombwa na meya wa mji wa Kalemi kutekeleza kazi ya maarufu salongo ili kuhakikisha mji huo unakuwa msafi. Hata hivyo, upande wao wananchi wanalaumu meya wa mji kutokuwajibika ipasavyo kutokana na kazi hizo. Mmoja wa raia tulokutana naye katika mji wa Kalemi alikuwa na haya. Kama hivi kisi tuko hapa, unaangalia watu ngambo na ngambo, watu wako wanafanya kazi, wanatoa uchafu, kila mtu anatengeneza mahali ambapo eko na ikala, na kila mtu wako anafanya kazi na kuheshimu kanuni ambayo ilitolewa na meya wa mji wa Kalemi. Lakini kama si vile, kama wakazi na wale ambao wanafanya kazi mbele ya mabutike yao, mbele ya maaktivite yao mbalimbali, tunaona ya kwamba meri haiheshimu kanuni ambao walitosha, kwa sababu sisi tunatoa uchafu. Walituambia kwamba wakitoa uchafu inabidi wao wenyewe wapite wao ule uchafu, lakini tunafanya kama tunatoa ule uchafu unarudia tena ndani ya kanifo, na kila siku ya ine tuko oblige tufanye salon. Sisi kama vile wakaji tunasema ya kwamba hatuoni mafaa ya kufanya salon ndani ya mji, bali ya kwanza kutoa ule uchafu tena unarudia, ni bora tu tuikale na tuache ule uchafu vile vile. Tuko naona wajantu majana walipita, wale ambao wale wasipanga wa kufanya usafi kwenye mamlango yao walisende milango, na walikuwa oblige kila mmoja atoe $10 na balilipa, na wao kwa kwanza kufika umaterena wanafika kulomba pesa. Lakini baada ya kulomba pesa hakuna kama initiative au innovation ambao wanafanya, ambao sisi kama vile population tunapaswa kufurahi kwa sababu ya kuona maana ya kufanya salon ndani ya mji. Hakuna hata siku moja ya kwanza tunaona meya wa mji mwenyewe anafanya descente sur terrain, anapita na angalia watu wako wanafanya salon, lakini watu ambao wako nakuja mterrain weko wa kwanza kula makuta, lakini hawafuatilii kazi inaendelea je. Resi haikui wala bwa, hakuna siku washa tulekea resi, akikukuta tu vile anakuambia hapa mimi nafunga mlango na anapamba papia anabandika, inakuwa ni wewe mtafute sasa umuone, mnaongea naye anakuja anafungula mlango wako na unaendelea kufanya kazi yako kama vile kawaida. Upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitisha maandamano jana Jumatatu, huku kukishuhudiwa baadhi ya miji kutokuwa na shamra kama ilivyotarajiwa. Hata hivyo, wapinzani hao wamewashukuru wananchi kutokana na mwitikio huo, huku akitarajiwa kutoa ripoti hivi karibuni. Ramadhani Kahambwe na taarifa ifuatayo. Muungano wa kifungu cha 64 wa kulinda utaratibu wa kikatiba C64 umepongeza uungwaji mkono mkubwa wa wananchi kutokuonekana katika mitaa kadhaa iliyofanyika Jumatano Juni 3 huko Kinshasa na miji mingine kadhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyochapishwa Jumatano hiyo jioni, kundi hili la upinzani lilishukuru idadi ya watu kwa kuitikia wito wake kwa amani. Katika mji mkuu hali isiyoelezeka haikuonekana, huku vyombo vya usafiri vikikosa wateja. Wakazi kadhaa bado walichagua kwenda kufanya biashara zao, huku wengine wakisalia nyumbani kufuatia mabadiliko ya hali hiyo. Taarifa kwa vyombo vya habari ya muungano wa C64 ina saini za viongozi kadhaa wa kisiasa wa upinzani, wakiwemo Martin Fayulu wa ACD, Jean-Marc Kabundu wa Alliance pour le Changement, Moise Katumbi wa Assemblée pour la République, Augustin Matata wa chama cha uongozi na utawala kwa maendeleo LOGD na Deli Sesanga wa Anvol. Kulingana na wapinzani hawa, kauli mbiu ilifuatwa na hii inadhihirisha kukataliwa na wakongomani kwa mradi wowote wa kubadilisha katiba. Wananiona kama kielezo cha kushikamana na maandishi ya Februari 14, 2006 kwa utawala wa sheria na kanuni ya mabadiliko
mabadiliko ya kidemokrasia nchini DRC. Jukwaa hili la upinzani linakutana katika kikao cha tathmini Alhamisi hii Juni 4, 2026. Wanapanga kuchapisha taarifa rasmi ili kutathmini kikamilifu siku hii na kutangaza hatua zinazofuata zilizopangwa kwa ajili ya uteuzi wa katiba. Swala la kubadilisha katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechukuliwa kuwa swala nyeti, huku kukiwa na maoni mseto kutoka kwa raia na hata mashirika ya kiraia. Upande wao, mashirika ya kiraia jimboni Tanganyika yameonya kwamba kubadilishwa kwa katiba huenda kukawa ni kwa manufaa ya watu binafsi. Biaisa ni makamu kiongozi wa NDC Chumvi ya Kongo jimboni Tanganyika. Swala la katiba ni swala nyeti kwa sasa ambalo linaugawa umma ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kuweka wazi ni kwamba katiba yenyewe hii ambayo ipo haina matatizo sana. Swala kubwa ni swala la akili na uongozi wa Wakongomani. Kuna vipengele ambavyo wanadai ya kwamba havijakaa vizuri kufuatana na masuala muhimu ambayo yanatakiwa kuongozwa ndani ya nchi. Na kusema wazi kwamba shirika la raia ni wazi kwamba hili swala la ubadilishaji wa katiba halijakubaliwa, maana ni kitu ambacho tunaomba uongozi ujaribu kutafakari na kuwaleta wahusika kwenye meza ya mazungumzo ili watu wajadili ni kipengele kipi ambacho kinaweza kubadilishwa na kwa faida ya nani. Kwa sababu sasa hivi tunaona kwamba ni vigumu zaidi kutumia mwanya huu wa kubadilisha katiba, ingawaje nchi yenyewe inakumbwa na matatizo ya vita. Kuna sehemu ambayo kuna mambo ya magonjwa ya Ebola, yani inakuwa ni swala tete sana kusema kwamba serikali iliyopo inaweza kubadilisha katiba, na ingawaje itabadilishwa na wazia kwamba swala muhimu sio kusema eti kuna jamii fulani ambayo itafaidika na hili swala la ubatizo wa katiba, lakini inakaa kisiasa vile wafanyasiasa ndio wanaweza kuwa na faida ndani, maana nchi ya Kongo inapita kwenye magumu mengi sana, na wao wanakuwa wanatumia swala hili la katiba kwa ajili ya kubaki madarakani na kuendeleza uongozi wao. Ni kitu ambacho tunaweza kusema kwa sasa hivi, lakini Wakongomani wanahitaji barabara, wanahitaji maji, wanahitaji hali bora ya kuishi, umeme, afya na vinginevyo. Ni vitu ambavyo vinaweza kutufanya sisi Wakongomani tuongelee zaidi faida ya katiba au la kutobadilishwa kwa katiba. Suala la vyama vya kisiasa kutokuwajibika ipasavyo bado linaendelea kukonga nyoyo za wananchi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akilaumu vyama vyenyewe kutokuwajibika. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Milinganyo Yango Marcele upande wake anahisi kwamba vyama hivyo vinaweka sera kwa maslahi yao binafsi. Kweli katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna vyama vingi. Ni moja kwanza ya vitu ambavyo vinaonekana katika DRC kuwa na vyama vingi ambavyo mpaka sasa baadhi ya raia waoni umuhimu wa vyama hivyo. Baadhi ya vyama nchini DRC au tunaweza kusema takriban 90% ya vyama haiwafunzi raia siasa, sijue malengo ya vyama hivyo. Nafikiri ni kuangalia kuacha raia wabaki katika giza, ili huko mbele ya safari kama tunavyozoea katika nchi yetu kuripotiwa mara kwa mara kuhujumu mfuko wa serikali na kadhalika, inawafanya watu kushindwa kujitetea. Sababu kwanza hata siasa za nyumbani ama siasa za DRC wananchi wenyewe hawazijui, na hawajijui sababu gani? Hawafundishwi na vyama vyao. Ni wanamemba wa vyama kipindi cha kwenda kwenye uchaguzi, ni wanamemba wa vyama wakati wa kwenda kumpokea mgeni wa chama kitoka katika jimbo moja na kuelekea jimbo nyingine, lakini kujua nchi inaendeleaje, wapate nafasi ya kuwafundisha wanachama, hicho kitu tunakuwa hatukioni kabisa.
ila tunajua malengo ya kutokuwafunza watu katika DRC ni kuwafanya kidogo wasiwe na wasimakinike zaidi kisiasa, sababu wafanya siasa wa nchi ya DRC wao wanajua kama mission kubwa ni kuingia katika siasa sababu ya kuweza kujilimbikizia mapesa. Na ndio maana ukiangalia nchini kwetu ama nchini DRC wafanya siasa ni matajiri, lakini nchi yenyewe ni masikini, sababu ukiangalia nchi haina barabara, umeme hakuna, miundombinu yote tunaweza kusema hafifu. Tukiangalia pia kazi hakuna, tukienda hospitalini kidogo hospitali zenyewe ziko chakavu na zingine dawa hakuna. Lakini ukiangalia wafanya siasa wao ni kujilimbikizia pesa, kwenda kutibiwa nje, kuishi nje ya nchi na watoto wao, kujenga katika nchi za wengine. Na inajulikana wazi ya kwamba tukiwafunza watu watakuwa na umakini mkubwa katika siasa, wataziba mirija yote ambayo tunapitisha pesa, na itawafanya wao kushindwa kuwa wanasiasa ambao kidogo duniani ni nchi ya DRC inaweza kuwa na wanasiasa matajiri kuzidi ambao wanapata pesa katika mfuko wa raia bila idhini ya raia, yani tunasema wanahujumu mfuko wa serikali kiwazi na kwa nyanja zote kuanzia mawaziri na kuendelea juu na kushuka chini. Huo ndio mchakato. Nafikiri ni sababu tosha inawafanya kutoweza kuwafundisha wanamemba katika vyama mbalimbali siasa na malengo ya chama chao. Mashirika ya kiraia tarafani Fizi wameeleza wasiwasi baada ya mapigano kati ya jeshi la DRC na M23 kurejea licha ya utulivu uliokuwepo Minembwe na maeneo jirani. Thomson Unjibatangalwa William na ripoti kamili. Tangu tarehe mosi hadi tarehe 3 mwezi wa 6 wa mwaka 2026, mapigano mapya yaliripotiwa katika vijiji vya Minembwe, Alenge, Madegu, Mienge katika tarafa za Fizi na Mwenga, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mambo haya yanahuzunisha mashirika ya kiraia. Jacques Alimasi, mwenyekiti wa shirika la raia tarafani Fizi, anasema ndio tumekwenda kuandika kibarua chetu ambacho tumeomba kwa serikali yetu ya Kongo, hata kwa zile shirika za kimataifa wala community international, pia hata kwa wakuu viongozi wadogo ambao wanaendelea kuongoza jiji la Baraka kama vile tarafa la Fizi, kwa sababu tumeona kwamba vita vikali vinaendelea kupambana huko nyanja za juu za tarafa la Fizi, hata hivyo hata tarafa la Mwenga ni huko Minembwe, Mikenge, Madegu, Kalingi. Vijiji hivyo ni tangu mwanzo wa mwezi huu mapambano makali yanaendelea kuripotiwa kati ya wale wanamgambo wa M23 ambao wanaendelea kusaidiwa na Tuganeo pamoja na government yetu ya Kongo, wanaendelea kupambana mara kwa mara, na vita kama hivyo vinaendelea kuleta vinyume kwa raia, kwa sababu wengi kati ya raia wanaiama makazi yao na wanapoteza vitu vingi. Na wakati kama na huu ni wakati ambapo watoto wanaendelea kuandaa mitihani ile ya Tenasos na ENAFEP. Tuna uofu kwamba mitihani hiyo inaweza ikapata vipengamizi vimoja na hata mitihani hiyo kutokufanyika, kwa sababu unakwenda kujua kwamba shule ni mojawapo ambayo inaenda kuleta muongozo kwa watoto hata kwa nchi. Na wakati ambapo mapambano yanaendelea kuripotiwa, tunauoga na hofu kwamba hiyo mitihani haitafanyika. Na ndio kwa maana tumeomba kwa pande zote mbili kufanya jitihada ili kushitisha mapigano ambayo yanaendelea kuripotiwa huko nyanja za juu. Kiongozi huyu aliendelea kulahumu kwamba hivyo tumekwenda kuonesha kwamba mapigano yanaendelea wakati ambapo government yetu ya Kongo hata na wale wanamgambo wa M23 wanaendelea wamekwisha saini vikaratasi wala mikataba fulani kwa ajili ya kusitisha mapigano, na tumeendelea kulalama na kuonesha kwamba wana wajibu wa kuheshimia mikataba hiyo, hivyo na kuheshimia hata haki ya kibinadamu na haki ya kibinadamu katika wakati wa mapambano. Na tumeonyesha kwamba vitendo kama na hivyo vinaendelea kuonesha kwamba kunakuwa ukiukwaji wa haki ya kibinadamu na kunakuwa ukiukaji wa sheria ambayo inahusika na mapambano. Na kwa ajili ya hayo tumekwenda kuonesha usalama mdogo ambao unaendelea kupatikana katika
tarafa la Fizi na jiji la Baraka kwa upekee, kwa sababu tunakwenda kuorozesha vitendo vya ukiukaji wa haki ya binadamu, watu ambao wananyanyasika, wananyanganywa simu za mkononi, wananyanganywa hata fedha na vingine vitu fulani vya thamani. Hata hivyo akasema vitendo kama na hivyo vinaendelea kufanyika mbele kwa macho ya wakuu viongozi wa serikali na watu ambao tunasema kwamba wasikilishi raha, na ni jukumu la government yetu ya Kongo kuweka usalama, kulindia raia na mahali zake zote. Ila pia aliongeza, tunajua kwamba ni MONUSCO ambayo inapaswa kuangalia utekelezaji wa mikataba kama na hiyo, na tumeomba kwa sababu usalama mdogo unaendelea kuonekana katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Tumeomba kwa government yetu ya Kongo kuna kuwa vile vitengo ambavyo tunaita vya PDDRCS na RAD ambavyo vinaendelea kuangalia makundi ambayo yanashikilia silaha, wafanye gisi iwezekanavyo government yetu ya Kongo iwape uwezo na ujuzi ili waendelee kutumika kazi. Tukiwaza hilo inaweza ikaleta amani ya kudumu katika tarafa la Fizi na kuweka mwisho wa vitendo vya unyanyasaji wa haki ya kibinadamu ambavyo tunaendelea kuorozesha katika tarafa la Fizi. Masuala ya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanazidi kutokota. Ni mfano wa mji wa Uvira usiku wa jana Jumatano Juni tarehe 3, kijana mmoja aliuliwa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana bado wanaovalia magwanda ya kijeshi wakizungumza lugha ya Lingala ya ndani. Hawa walishatulia risasi na kumuua papo hapo wakati alipokataa kutoa simu yake. Maeneo mengine katika viwanja vya vita hali ya usalama inazidi kutanda na kutokota, wananchi wakijiuliza, je, mazungumzo ya amani yamefikia wapi? Kutoka Uvira, Thompson Unjibata Ngalwa Williams. Marekani imeweka vikwazo dhidi ya makamanda wawili wa makundi yenye silaha wanaotumiwa kuchochea mapigano mashariki mwa DRC. Muda mfupi uliopita, Abed Jean de la Croix alifanya mahojiano na Ezai Katasi. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni, DRC. Abedi alimuuliza kama hatua hii itaenda kumaliza machafuko DRC. Ezai Katasi alianza kwa kutoa mtazamo wake. Tumepata hiyo habari kwa makini. Tunashukuru kwanza, kwani Umarekani umekumbuka tena kwa vikwazo wale ambao ni wakamanda wa waasi ambao wanasumbua sana mashariki ya Kongo. Lakini swali kubwa ambalo tunajiswali ni kwamba vikwazo tu vinatosha? Na tukienda ndani kwa undani kabisa utajikuta mtu kama Laurent Kunta walimwekea vikwazo, hadi leo anapatikana Rwanda. Vikwazo hivyo vinakuwa kama havikufaulu ama havikufaadafu kwa yeye binafsi kwa maisha yake, kwani vikwazo ambao wanawekewa ni vikwazo ya kusema hawawezi wakatoka mahali ambapo wanapokuwa wanaenda nje ya nchi, waweze kuweka pesa ambazo wanazo zifungwe na zisiweze kutoka katika benki za nchi za kigeni. Na wengi wao ukiwatazama kwa umbali ni wale ambao hawana maactivity ndani ya nchi za kigeni. Alafu sisi kama wananchi, vikwazo kwa kweli tunashukuru, lakini tukiendelea kusema kwamba wasiishie kwenye vikwazo, kwani vikwazo vyao vyenyewe sio suluhisho ambayo inaweza kuturudishia amani inayodumu. Na kama ulivyosema, vikwazo hivi ni kama vifue dafu au havileti tija yoyote ya moja kwa moja. Unadhani nini kinatakiwa kufanyika hapa sasa? Kwangu mimi vikwazo havifue dafu, kwani shida ya Kongo Umarekani inaijua zaidi na inaitambua, kwani sio shida ambayo imeanza sasa, ni shida ambayo ilianza zamani. Wamejua kwamba yule ambaye anasumbua Kongo ni Mnyarwanda, ni Paul Kagame, na shida kubwa ambayo inamsukumia yeye kuwa na nguvu ya kusumbua Kongo ni sababu wakati ya AFDL aliweza kaingiza majeshi yake katika jeshi za Kongo kwa hiyo wakati, na wao wamejua kwamba hivyo vikwazo ni vikwazo tu, lakini havifaulu, sababu
wengi wa wale wanajeshi ambao waliingizwa ndani ya jeshi ya Kongo kupitia Rwanda wanakaa vizuri, na wakiwekewa huu kikwazo, huyo anaondoka, mwenzake anarudi, anaendelesha hiyo mission ambayo wanayo. Tukikamata mfano Laurent Kunda, wakati aliwekwa vikwazo akakimbia Rwanda, akawekwa Rwanda na akabaki. Nguvu ya hawa watu ikingali paka leo. Ukimwona sawa leo Sultani Makenga, yeye vile amefanya yale ambayo anaweza kafanya, kwa kesho mtamuona mtu mwingine anatokelea. Alafu waweze wakabadili, wawe kama mganga ambaye anatiba. Wakati ametibia mtu na ameona kwamba dawa ambayo anampatia haifaulu, sherti aweze akabadilisha dawa. Ila shida ni kwamba Umarekani nao vile una sehemu ya responsibility ndani ya yale ambayo yanapatikana ndani ya Kongo, kwani kuna kampuni kubwa kubwa za Umarekani ambazo zinauza madini ambayo yanatoka ndani ya hayo masehemu ambayo inashikiliwa na hao wahuni. Na hiyo ndio ambao tunaendelea kukemea na kuwaelezea kwamba sisi kama Wakongomani tuna haki ya amani, na haki yetu haiombe ikuwe kama ni haki ambayo tunalilia, kama ni haki ambayo tunaomba ikuje kisha miaka fulani. Inaomba ifike kwa upesi na kwa haraka, na wakumbusha kwamba yale ambao wanafanya kama vikwazo waweze wakabadili, waweze wakaongeza tena kitu juu yake, hicho kitu kiweze kikawasisimua hawa magaidi, waweze wakaondoka porini na amani irudi, kwani amani ni haki ya kila mwananchi na ya kila binadamu ambaye anapatikana ndani ya dunia. Kama Marekani ina uwezo wa kumkamata rais kama Maduro wa Marekani, je, inaweza kushindwa kukamata watu kama akina Corneille Nangaa na wengine ambao ndio chanzo kabisa cha machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Au hiki ambacho Marekani nakifanya ndio kila ambacho Waswahili wanasema danganya toto? Ndio kabisa. Kwa kweli Umarekani una nguvu ya kuwakamata hawa watu wote kama Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Sultani Makenga na hao wengine ambao wanawazunguka. Ina hiyo uwezo, kwani tumeiona imefika kiwango cha kukamata Maduro akiwa kwenye nchi yake na kumbeba na kumpeleka. Ukikumbuka hata Ufaransa umefanya hiyo kitendo wakati umekwenda kukamata Laurent Gbagbo huko Cote d'Ivoire. Yaani ile ambayo wanafanya ni mtoto, yaani ni kuonesha mtoto kama unamfanyizia kitu kwa kweli na haumfanyizie kitu. Wao wenyewe wanajua suluhisho ni nini, kwani hawa watu kama Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Sultani Makenga ni watumishi wa nani? Ni watumishi wa Paul Kagame. Yaani chanzo kubwa ni kuweza kumnyamazisha Paul Kagame na kumuonesha yale ambayo anafanya kama haitampeleka mbali. Lakini wanashindwa kuhamakia Paul Kagame, wanashindwa kuwekea vikwazo Paul Kagame, kwani wanajua ni mtu ambao wao wanatumia. Yaani wanajua kwamba kupitia Paul Kagame wanapata mambo mengi, wanapata asilimali nyingi sana. Alafu hawawezi wakamwekea vikwazo. Hapo yale ambao wanafanya ni kama unapenda uondoe mti, alafu mti huo unaondoa ndio matawi, unaacha mti wote. Hapo utakuwa hujafanya kitu. Lazima waweze wakaondoa mti, waweze wakaona namna gani ya kuondoa Paul Kagame kwenye hea machafuko, abaki Rwanda, arudishe wanajeshi wake Rwanda, atumikie Rwanda. Kama kuna yale ambayo tunaweza tukazungumza sisi Wakongomani na Rwanda, tuweze tukazungumza ili sote tuweze tukapata amani. Na hiyo ni jambo ambalo nilipenda nionyeshe ulimwengu kwamba leo Kongo imekuwa kama nafasi ambayo kila mtu anaweza akachezea, lakini wajue kwamba kesho ama kesho yake haya generation ambazo ziko na komaa ni watu ambao saa moja hawataipita hiyo mambo. Wataweza wakapita mbali na wataweza wakafanya vitendo ambavyo vitaweza vikashangaza dunia kama suluhisho haipatikani mbio. Tunajiuliza kwa nini jambo la East ya Kongo linadumu. Wakati marebel walitubuka huko ngambo za Ituri, tuliona Artemis ilifika, ilipambana, wanajeshi wakapambana. Lakini kwa leo kuna fununu ambazo zinapita zikikwambia kwamba kwenye miongoni ya hawa wanajeshi ya M23 kunapatikana hata wazungu wa moja. Ndio kusema hiyo jambo la Kongo kwa kweli, kuna yule ambaye alisema siku moja, anasema Kongo haipigane tu na M23, lakini inapigana na mataifa mengi ambayo wanapata mali ndani ya hiyo vurugu.
wanakuwa wale ambao tunaita kwa Kifaransa le pêcheur à nos troubles, yaani wakati maji yamesumbuka ndipo wanaweza kuvua samaki, na hiyo sio njia nzuri. Kama wana haja ya kupata mali ndani ya Kongo, waingie kirahisi ndani ya Kongo, wazungumze na serikali ya Kongo wapate mali, sio kwa kuoa Wakongomani ndipo watatajirika zaidi. Kwani kwa kweli leo wanaweza wakaua, kesho wanaweza wakaua kesho yake, lakini kuna siku moja Mkongomani atageuka. Na hayo mambo jinsi mzee Laurent Desire Kabila alikuwa akizoea kusema, vita vitafikia kiwango ya kurudi mahali ambapo vilitoka. Kwa leo ukikumbuka, kuna watu ambao wamekufa ndani ya mji wa Beni hapa ambapo tunaita Ngadi, wameua watu kinyama, wameua mbilikimu kinyama. Ni jambo ambalo hivyo vikwazo haviwezi vikamaliza hiyo jambo. Kuna Jamil Mukulu ambaye amefungiwa huko nje ya nchi, ndani ya nchi ya Tanzania ama Uganda. Amefungiwa kwa yale ambayo alifanya ndani ya Kongo, lakini hajasambishwa. Amefungiwa, ila ADF inaendelea kutumika, ADF inaendelea kuua, ADF inaendelea kuzunguka. Hata wawekewe vikwazo hawa wakuu wa jeshi wa hawa wahuni wa FDLR na wale wa M23, hata wawekewe vikwazo, kama strategia haiyaweza kubadilishwa, nadhani tutakuwa tunazunguka fasi moja, na sisi kama raia tutaendelea kukufa, tutaendelea kulia, na suluhisho itakuwa hazitaonekana. Na itakuja kutokea siku wakati Mkongomani hata mpenda tena mzungu, na hii itakuwa ni hatari sana. Na hapo ndipo tunapohitimisha taarifa yetu ya habari iliyosimamiwa naye Abedi Jean de la Croix. Shukrani za dhati kwa kundi zima zilizosababisha matangazo haya kuja hewani. Vile vile shukrani za dhati kwa wafuatiliaji wetu ambao wanaendelea kutufuatilia kila kukicha. Endelea kufuatilia JCTV ili upate kuhabarika zaidi.